Kwanza cha kwanza tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa na tumefanya maandalizi yetu mazuri kabisa, tukijua kabisa hatuna mchezo rahisi kwa sababu Mashujaa ni timu ambayo kiukweli imekuwa ikitupa wakati mgumu sana. Hata katika mechi yetu ya kwanza tuliocheza nao Kigoma walitupa wakati mgumu sana, na ukiangalia wana mwalimu mzuri Salum Mayanga, kwa hiyo na imani kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini kwetu sisi kwa sababu ni mechi zetu za viporo tunazichukulia kama fainali. Hakuna mechi rahisi kwetu. Tumejiandaa pamoja na ubora wao na ugumu wanaotupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Inshallah kwa uwezo wa Allah na imani tutapata pointi 3 katika game ya kesho. Kweli kama wanavyosema tumetoka kucheza mechi ya shirikisho na kwa uwezo wa Allah tumeweza kutinga fainali. Nafikiri kwetu sisi furaha ilikuwa ni dakika 90. Na baada ya mechi ile tuliweza kusahau na kuweka pembeni, na sasa focus yetu sisi ilikuwa ni mechi ya Mashujaa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwetu sisi tunaipa umuhimu mkubwa sana mechi hii na lazima tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Kweli kwa masuala yako mazuri, kwanza mimi nishukuru kwamba tuna wachezaji ambao ni waelewa na watu ambao nyakati zote ambazo wanazoliuliza watu washazipita, kwamba mkitoka kwenye mechi ambayo iko kwenye intensity mechi inayofuata. Kwa hiyo vyote hivyo kama walimu na wachezaji tumeliangalia na tumevifanyia kazi, kitu ambacho hatutaki kitokee katika mechi ya kesho. Focus yetu iko kwa 100% kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo tunalifahamu na tumekwisha lifanyia kazi na halitalitokeza katika mchezo wa kesho. Kweli ratiba ni ngumu sana, ratiba ni ngumu. Ndani ya siku nafikiri 8 10 tuna mechi 4. Ina maana kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa kama benchi la ufundi kuweza kuwapa watu wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu ina imani huwezi kutumia wachezaji wale katika mechi zote hizi kwa sababu ni binadamu sio mashine. Kwa mimi nafikiri tutajipanga na kwa sababu tuna wachezaji wengi tutafanya rotation na imani kabisa na tutaweza kudhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu, kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo 4 zilizobaki. Kwenye leo tunamshukuru Mungu, timu nzima iko kambini, hatuna mchezaji hata mmoja majeraha. Wachezaji wote wako vizuri isipokuwa ni Mzamiru Yasini na yeye kishaanza mazoezi taratibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa naye baada ya wiki moja wiki mbili ataungana na timu. Zaidi ya Mzamiru hatuna mchezaji wote ambaye majeruhi, wote wako vizuri na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kumjamia wachezaji kama wachezaji tunaendelea vizuri kama alipotoka kusema mwalimu. Hakuna mchezaji ambaye ana injury zaidi ya Mzamiru na wachezaji wote wana morali ya mchezo wetu wa kesho. Maswali Simba haimwangalii mtu. Simba haimwangalii mtu, inaangalia mechi zake. Kwa hiyo sisi tunaangalia mechi zetu na alhamdulillah Simba wana kikosi kikubwa ambao kila mchezaji ambao unaweza kumweka anacheza vizuri. Kwa hiyo watu wamejiandaa kwa ajili ya kila mechi, kwa sababu kila kitu ambacho tunakipigania tunakihitaji kukileta Msimbazi. Kwa hiyo mechi ngumu, sio viporo tu. Mechi tangia tunaanza kucheza ya ligi ni ngumu. Kwa hiyo mechi yetu ya ndani ni ngumu. Always inakuwa hivyo. Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Nasema Simba ni timu kubwa kwa sababu kila anayekuja Simba anajua umuhimu wa kitu gani kimemleta Simba. Sisi sio watoto kama muda wote tunafuatana mechi, hapana. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambao tunakutana nayo. Aidha iwe Mashujaa, aidha iwe hata daraja la kwanza. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambao anaenda kucheza. Sasa inakuwa iko vile vile kwa sababu hakuna kitu kizuri kama unatoka kwenye mechi kubwa afu unaenda kwenye mechi ambayo wewe unasema ndogo. Hii sio mechi ndogo. Kama unakumbuka Mashujaa sisi tumeshinda katika dakika za nyongeza tena goli moja. Kwa hiyo hatujaichukulia kiurahisi hivyo. Yaani ni mechi kubwa sana kwa sababu labda Mashujaa yako kwenye nafasi tu ambayo iko ya chini, lakini ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina mwalimu mzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuichukulia kuwa tunaenda nyumbani kitu cha rahisi, hapana, hamna kitu cha rahisi. Mashujaa mechi ya kesho itakuwa ni ngumu na kila mchezaji focus yake ni kushinda katika mchezo wetu wa kesho. Kwa sababu siwezi kucheza peke yangu, lakini ninachowaahidi wana Simba waje washuhudie timu yao kwa sababu wachezaji wana morali na tunatamani kabisa yani kurejesha heshima ya timu ya Simba. Deni tunalo kama alivyotoka kuongea mwalimu. Tumeshangilia dakika 90 zilivyoisha mechi ya kule, lakini baada ya kurudi katika maeneo yetu ya kazi ile furaha sisi wachezaji kama wachezaji haipo tena. Tuna focus na vitu ambavyo viko mbele yetu kwa sababu hii ni kazi na tuko kwenye kazi. Kwa
hatuja relax wala hatuna furaha ya kupitiliza. Mashabiki wao kazi yao ni kutaka kile kitu kizuri. Kwa hiyo kama hichi tumeanza kuwaletea kizuri, tunahitaji kuwaletea vizuri zaidi ya hivi.